Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Katika aya 281 kwenye suratul Baqara, aya ambayo ingawa kuna ikhtilaf baina ya ulama, lakini wanasema ulama kwamba hii ndio aya ya mwisho kabisa kuteremshwa katika Qur'ani. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatupa ujumbe mzito sana ili tutafakari kwa lengo la kwamba tupate mafanikio duniani na akhira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na iogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha siku hiyo kila nafsi itatimiziwa vyema, italipwa kikamilifu kwa mujibu wa vile nafsi hiyo ilivyofanya duniani, na watu au viumbe hawatadhulumiwa. Hakuna kiumbe atadhulumiwa siku ya Kiyama. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatupa ujumbe kwamba tufanye tunachofanya hapa duniani, tuishi tunavyoishi, lakini tuchunge yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza, tufanye yale ambayo ametuamrisha kuyafanya na tuache yale ambayo ametukataza kuyafanya. Kwa maana vyovyote tutakavyoishi, vyovyote tutakavyofanya, lakini mwisho wa siku tutarejeshwa kwake, na tena tutalipwa kwa mujibu wa yale tuliyoyafanya duniani. Aya kama hii kwa muumini ni mawaidha tosha ya kumfanya yeye asiaguse yale mambo ambayo yamekatazwa. Na sifa ya muumini au muislamu wa kweli, kila anapokaa anakuwa ni mwenye kutafakari mwisho wake, kwa sababu anajua kwamba duniani au maisha ya duniani ni maisha ya muda mfupi sana. Sasa aya hii ilikuwa ni sehemu ya nasaha zangu ambazo nilimpa tapeli mmoja ambaye alimpigia simu Sheikh Uthman Maalim kwa lengo la kufanya utapeli kupitia yeye. Wallahi ndugu zangu, kabla ya kukusimulieni hiki kisa, na nimeleta hapa histori au hiki kisa kwenu kwa lengo la kutanabahisha ili wengine wasije wakaingia kwenye matatizo. Unajua, hii mitandao ya kijamii, hii mitandao ina faida zake. Ndani ya mitandao watu wanafanya biashara na wanasoma, wengine wanasomesha, tunawasiliana. Lakini kwa upande mwingine pia kuna hasara, kwa sababu kuna watu wakorofi ambao hutumia na wao fursa ya mitandao kuwatapeli wengine, kuwadhulumu wengine haki zao. Ajabu sana ni kwamba hivi sasa, jambo la kusikitisha, hata baadhi ya Waislamu wamekuwa wakishiriki katika mambo ya utapeli, tena kwa kutumia zile sehemu ambazo zinagusa ibada ili kutapeli. Kabla ya kukuleteni kisa ambacho nimekusudia kukusimulieni hapa inshallah, na kusimulieni kisa kidogo tu kingine kando. Ramadhani iliyopita nakumbuka, au huenda Ramadhani ya mwaka mmoja kabla mwaka jana, kidogo kumbukumbu zangu zimepotea kwenye hilo, lakini msikitini kwangu ambako mimi ndo imamu mkuu, alikuja mtu mmoja. Nakumbuka ni kabla ya Ramadhani, lakini ni hizi Ramadhani zilizopita hapa nyuma. Alikuja mtu mmoja, mtu mzima, akaniambia siku ya Ijumaa, akanambia kuna ugeni umekuja kutoka Saudi Arabia. Na ilikuwa kweli, kuna ugeni umekuja kutoka Saudi Arabia kwa ajili ya mashindano makubwa ya Qur'ani ya hapa Zanzibar. Sasa ananiambia yule mtu mzima kwamba tunapita misikitini ili kuchangisha waumini
wale wageni wanaotoka Saudi Arabia wapate chai. Huyo ni mtu mzima, tena ni mtu mwenye heshima zake ukimwangalia kwa muonekano wa dhahiri. Anasema ili wageni wapate chai na huduma siku zote watakazokaa hapa. Sasa mimi nikamuuliza, hao wageni wenyeji wao ni akina nani? Akanijibu akanambia, wenyeji wao ni ofisi ya mufti, ndo ofisi ya mufti ndo wenyeji wao. Sasa nikamwambia, kama ofisi ya mufti ndo mwenyeji wa hao wageni, ofisi ya mufti imekutuma wewe kuchangisha misikitini kwa ajili ya wageni kupata chai kama unavyosema, au huduma zile za malazi na vitu kama hivyo? Anasema sisi wenyewe tu tumeamua hivyo, na msikitini kwetu tumeshachangisha watu kwa ajili ya hao wageni wanaotoka Saudi Arabia. Jamani, huyu ni mtu mzima, yani naweza kusema mimi ananizaa. Sasa kituko kilipotokea sasa ni kwamba ule msikiti aloutaja kwamba wao wameshachangisha kwenye huo msikiti, mimi msikiti ule mwalimu wangu aliyenisomesha anafundisha, mmoja katika mwalimu wangu kabisa anafundisha, lakini huyu mzee alikuwa hajui. Kwa hiyo nikamwambia basi kama ni hivyo, hebu tupe muda, wacha namba zako hapa, tupe muda, tutakujibu. Ikiwa kuna uwezekano wa hilo, basi tutakuja kukupa nafasi hapa insha Allah uchangishe kwenye hilo. Akakubali yule mzee, na nikamwambia mimi njoo Ijumaa ijayo. Basi mimi baada ya swala ile ya Ijumaa nikawasiliana na yule mwalimu wangu, nikamuuliza, akanambia hilo jambo halipo. Hapa msikitini hatujachangisha, wala msikiti huu haujamtuma mtu. Maana yule mzee alisema yeye ni kama ametoka hapo msikitini, wameambizana wafanye huo mchango kwenye misikiti mbalimbali. Yule mzee hakuja tena, na nimemheshimu kwa ule utu uzima wake tu, kwa sababu jambo alilonambia haliingia akilini, eti wageni wawe ni wenyeji wao ni ofisi ya mufti, kisha watu wachangishwe misikitini kwa ajili ya wageni. Ni jambo ambalo haliingia akilini. Sema tu nimemheshimu kwa utu uzima wake, sikutaka kumbana sana, nikaja nikamfedhehesha, nikamwachia aende zake. Sasa angalia, hii ndo hali yetu sasa hivi. Baadhi ya Waislamu tumekuwa tukitumia mpaka nyumba za ibada kufanya utapeli. Baadhi yetu, si wengi, ni wachache sana, lakini wapo baadhi yetu ambapo hili ni jambo baya sana sana sana. Kufanya mchango kumbe kwa udanganyifu, au kutumia sehemu ya dini kutapeli mtu, ni jambo baya sana wallahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi anatueleza kwamba mtu muflis, aliyefilisika, ni yule ambaye ataenda siku ya Kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atasimamishwa akiwa ana swala, kwa maana alikuwa anaswali, anatoa zaka, anafanya zile ibada, manake yale mambo ya lazima pengine na ya sunna anafanya, lakini ataenda siku ya Kiyama akiwa huyu alimtokana, huyu alimpiga, alichukua mali ya huyu. Kitakachotokea ni nini? Yule aliyedhulumu siku ya Kiyama, ili kumlipa yule aliyemdhulumu, yatachukuliwa mema yake yule aliyedhulumu apewe yule aliyemdhulumu. Yakiisha, Mtume anasema yatachukuliwa madhambi ya yule aliyedhulumiwa atupiwe huyu aliyedhulumu. Hii mtu atafakari sana kwamba dhulma ni mbaya sana. Kuchukua haki ya mtu kwa njia ya utapeli ni jambo baya sana. Ittaqu dhulma, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawma alqiyama, iogopeni dhulma. Dhulma ndo giza la siku ya Kiyama. Basi mkasa ambao nakuleteni hapa kwa lengo la kukutanabahisheni na kuwatanabahisha mashekhe, kuwazindua ili wasije wakaibiwa. Siku ya Jumanne mwezi uliopita tu, mfungo 5, Jumanne hiyo niliwasiliana na Sheikh Uthman Maalim hafidhahullahu ta'ala, na akaniambia kwamba Haji, kuna fursa imetokea, na fursa yenyewe ni kwamba kuna watu wametoa nafasi ya kupeleka watu wakafanya ibada ya haji, kuwapeleka watu Maka. Basi nimekuchagua na wewe utaenda. Ikawa ni habari ya furaha kwangu, na bila shaka ni habari ya furaha na ya bishara kwa kila mtu. Allah tuwafikishe lengo lake Sheikh litimie, twende pamoja naye inshallah katika ibada ya haji inayokuja. Nia yake ni nzuri, binafsi namshukuru sana
Allah mlipe kheri na ambakishe, ampe afya yeye na familia yake, aendelee kuihudumia jamii katika kuilingania kheri. Akaniambia, shekhe, nitakupa nambari hii, namba nitakupa ya simu, ndo utawasiliana naye huyo mtu. Basi bwana, mimi nikawasiliana naye yule bwana. Nilipowasiliana naye akanieleza yule bwana kile ambacho amekieleza kwa shekhe. Alimueleza nini shekhe? Alimueleza kwamba bwana shekhe, kuna fursa imetokea, na fursa hiyo ni ya kwamba kuna watu wapelekwe katika ibada ya haji, na fursa hiyo imetolewa na mheshimiwa Bakhresa. Yani yeye amejifanya kuwa ni mfanyakazi wa Bakhresa, kwa hiyo amepewa jukumu la kuratibu wale ambao wataenda kwenye ibada ya haji. Kwa hiyo anamueleza shekhe kwamba ni kama amepewa jukumu hilo la kuwapigia baadhi ya mashekhe na kuwaeleza kwamba kuna fursa zimetolewa, kwa hiyo hawa mashekhe wawapeleke watu wao wa karibu ambao wako tayari kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya haji. Sasa na mimi akanieleza huyu jamaa, akaniambia kwamba kuna nafasi zimetolewa, kwa hiyo nimewasiliana na shekhe. Unajua ni ngumu, nimepata tabu kupata mawasiliano na shekhe, nimempigia mara nyingi sikumpata, lakini hatimaye nimempata na kuna nafasi ya kwenda kufanya ibada ya haji. Kwa hiyo shekhe amekuteueni vijana wake, nyinyi mtaenda safari hii biidhnillah. Nikamwambia ni jambo zuri, lakini nini tufanye sasa ili kuanza mchakato? Akanieleza jambo moja ambalo limenishangaza sana. Akanambia, sasa hapa ikiwa kama huna passport itabidi utengenezewe, kama huna passport itabidi utengenezewe, na kuna Hajjati Rahma, mtu wetu wa karibu ambaye tunamtumia kwa ajili ya kutengenezea watu pasipoti, ambaye yuko migration na ana nafasi kubwa huko migration. Kwa hiyo anaweza kutengeneza pasipoti mara moja tu, kwa sababu mwisho wa kuwasilisha hizo pasipoti ni Jumatano ijayo. Ananiambia Jumatano ijayo, siku hiyo tunayozungumza mimi na yeye ni Jumanne, kesho Jumatano. Kwa hiyo ukitoa Jumatano hiyo ni Jumatano ijayo, maana yake wiki moja ndo mwisho wa kupeleka pasipoti ya kusafiria kwa ajili ya kwenda kwenye ibada ya haji. Maelezo hayo yalitosheleza kwangu mimi kuwa hapa kuna namna, hapa hapako sawa. Nikamweleza, vipi ikiwa mtu hana pasipoti vipi? Akanambia itabidi pasipoti ipatikane kabla ya Jumatano. Kuna vigezo vipya vimewekwa na Saudi Arabia, kwa hiyo tupate pasipoti mapema, na mara hii Saudi Arabia wamebadilisha, kwa hiyo wanataka mapema watimize mambo ya kusajili haya mahujaji. Sasa mimi nikajiuliza, kweli mapema, lakini ndo ndani ya safar, ndani ya mfungo 5, wakati watu wamerudi kwenye ibada ya haji, ndio kwanza mwezi pengine haujatimia vizuri, watu wamerudi kwenye ibada ya haji. Leo tena iwe ndo mwisho wa usajili. Nikajua huyu jamaa tapeli huyu, lakini basi nikabakia kumdhania kidogo dhana nzuri kwa 50% na dhana mbaya kwa 50%. Kwa sababu mimi sasa hivi niko makini sana. Ni vile matapeli wanabuni kila njia, kila uchao, na kwenye kila fursa, kila eneo wapo. Kwenye maeneo ya ajira huko, watu wanaoomba ajira wanatapeliwa sana. Kwenye mambo ya kufadhili sijui ujenzi wa misikiti na nini, watu wanatapeliwa kwenye kila sehemu. Kwa hiyo aliponambia hivyo tu kwamba wiki ijayo ndo mwisho, na tuna mtu wetu ambaye ni Hajjati Rahma, anamuita Hajjati Rahma mwenyewe, ambaye ndo tutakuunganisha naye, kama huna pasipoti akutengenezee huyo, utamtumia tu NIDA, utamtumia vitu vyako atavyohitaji, kisha yeye ndo atakutengenezea. Nikajua hapa kuna mchezo umepangwa. Nikamwambia basi sawa. Akanambia sasa nakutumia hiyo namba ya huyo Hajjati Rahma. Kumbe mwenzangu yeye tayari, mwenzangu ambaye tulichaguliwa pamoja na shekhe, yeye tayari ameshawasiliana na wote wawili, ameshawasiliana mpaka na huyo Rahma huyo, na ameshaelezwa kwamba atume NIDA yake, atume ili atengenezewe pasipoti. Yeye hana pasipoti, ili atengenezewe. Basi mimi nikawa nimeshashtuka, na kwa hivyo nilipomaliza swala ya Isha nikampigia shekhe moja kwa moja, nikamwambia shekhe,
huyo aliyekupigia akakwambia kuna fursa za watu kupelekwa ibada ya haji, na kwamba wewe ikiwa una watu wa karibu uwaunganishe na yeye, unamjua, mshaamiliana, unamfahamu vizuri. Akanambia hili jina lilolitumia ni mtu ninayefahamiana naye, kwa sababu yule bwana ameitumia jina sijui la Abdul Aziz au Aziz, ni kama hivyo. Akanambia ni mtu ninayefahamiana naye, lakini sasa hii namba ni ngeni, kwa hiyo acha nifanye utafiti. Shekhe akafanya utafiti, baadaye akarejea kwangu akaniambia kweli Haji hao ni matapeli. Lakini shekhe yeye alipata wasiwasi tokea mwanzoni, kwa sababu mwenzangu alimwambia chochote kitachoendelea msiache kunijulisha. Alitoa hii tahadhari kwa maana alikuwa ameshapatwa na wasiwasi, na kile alichokihofia ndo kile walikuwa ni matapeli. Na unajua yeye ameshakuwa na uzoefu wa kuamiliana na watu muda mrefu, kwa hiyo ana wepesi ule wa kushtuka kwenye jambo, na Allah amemwafikisha hivyo. Anataka niwajuze hapa namna gani huyu tapeli alikuwa anataka kutapeli. Kwa wale ambao hawajafahamu, labda huyu tapeli kampigia simu shekhe na akamueleza kwamba kuna fursa za watu kupelekwa haji bure. Kwa hiyo shekhe awatoe watu wake wa karibu, yani watu ambao anahisi wanahitaji kwenda wanahitaji kupelekwa Maka, awapeleke. Sio yeye mwenyewe, shekhe hajamwendea yeye mwenyewe akataka kumtapeli yeye mwenyewe moja kwa moja, kwa sababu ni ngumu kumtapeli yeye mwenyewe moja kwa moja. Mfano Sheikh Uthmani yeye mwenyewe ana taasisi yake ya kusafirisha mahujaji, takriban kila mwaka anakwenda. Kwa hiyo kumwambia yeye mwenyewe story kama hizo kwamba tukupeleke haji ni jambo ambalo ni ngumu sana kumpata. Lakini tapeli huyu alimwambia lete watu wako wa karibu. Kwa hiyo wale watu wa karibu watakapopelekwa na shekhe, watakapounganishwa kwa huyu jamaa, hawa watu watakuwa hawana wasiwasi, watajiachia, kwa sababu wanaona huyu mtu si tumeunganishwa na shekhe. Kwa hiyo wakiambiwa tume 200,000 kama hawana pasipoti, wakiambiwa tukutengenezee pasipoti tuma 200,000 watatuma, tuma 300,000 watatuma. Mnakuja kushtuka tayari mmeshapigwa, hakuna haji wala hakuna nini. Kwa hiyo hii ndo njia wanayotumia matapeli. Wanawapigia baadhi ya mashekhe, wanaambia lete watu wako wa karibu au mtu yote ambaye unahisi anaweza kwenda kwenye ibada ya haji, yuko tayari. Ukiunganishwa unaibiwa na utakuwa huna wasiwasi kwa sababu umepelekwa na shekhe. Basi huyu tapeli baadaye nikaja nikamtafuta, baada ya kwamba sisi tumeshamjua, nikaja nikamtafuta usiku, nikampigia. Ni kama saa 3 hivi usiku. Nilipompigia, nimempigia kwa njia ya kumpa nasaha kwamba aache huu mwenendo, kwa sababu muda wote atakufa. Na nikawa namueleza muda wote mauti hayana hodi, muda wote unakufa, muda wote unaondoka. Hebu kuwa na hofu, acha kufanya haya mambo mabaya sana. Tena huyu mtu huyu ambaye ni tapeli huyu, kwa asilimia kubwa anaonekana ni Muislamu, kwa sababu unajua mtu unamjua kama ni Muislamu kwanza kwa ile misamiati yake, mambo anayozungumza, yani ni mtu ambaye anauelewa katika Uislamu. Alikuwa anasoma aya, anasoma hadithi na kwa ufasaha tena, na inaonekana pia mashekhe anawajua vizuri, yani kwa asilimia kubwa inaonekana ni Muislamu. Wallahu a'lam, Allah ndo anajua zaidi kwenye hilo. Basi nilipompigia nikamwambia na nikampa nasaha hizo, kwa mara ya kwanza hakutaka kukubali kwamba yeye ni tapeli. Akawa ananisomea aya, hadithi juu ya ubaya wa dhana mbaya. Ananieleza mimi kwamba usiwe na dhana mbaya, haifai. Mimi lakini nikashikilia pale pale, nikamwambia mimi si dhani, wewe ni tapeli. Akawa ananiambia huyu tapeli kwamba unanidhalilisha, unaniambia mimi tapeli, unanidhania dhana mbaya na hivi na hivi. Mimi nikaendelea kushikilia pale pale. Mwisho akaanza kukasirika, akawa ananiambia watu kama nyinyi ndio tunakutafuteni nyinyi, mnadhalilisha watu. Na nitakuja huko Zanzibar, nitakuja. Wewe unakaa wapi? Unakaa Bububu au unakaa wapi? Mimi nitakuja hapo Mahonda. Yani mpaka ile mitaa ya Zanzibar anaijua, yani mpaka Zanzibar anaijua, lakini ile lafdhi yake ni ya Kitanzania bara, ni kama vile mtu wa Tanzania bara, sio lafdhi ya Kizanzibari. Akawa ananiambia nakuja, mimi napanda ndege kesho nakuja, maana wewe hujui unazungumza na nani. Kwa hiyo nakuja mimi Mahonda hapo kiwandani kwetu, njoo tuonane uso kwa uso unijue mimi nani. Nikamwambia sasa kama unakuja
kwa nini uje kiwandani kwenu? Sijui, njoo kituo cha polisi Mahonda, mimi nitakuja hapo inshallah. Akaniambia, kwa nini unafikiri ndio kituo cha polisi naogopa? Mimi nikupe namba ya ofisa mkubwa wa hapo? Nikamwambia, huna namba ya ofisa wa polisi yoyote wa hapo kituoni Mahonda, labda hiyo namba unayonipa ni ya tapeli mwenzako mwingine ambao mnashirikiana. Nilipomwambia hivyo sasa, hasira zake zikazidi na akaanza kunishambulia kwa matusi. Ndugu zangu, kwa kweli ni mtihani mkubwa wallahi. Kuna watu hawaogopi hata kidogo kudhulumu. Mtu hajali ni kwa njia gani anapata pesa, muhimu achote mali, haijalishi kwa njia gani. Kazi yake yeye ni kudhulumu, ampigie huyu amtapeli, huyu amtapeli, huyu amtapeli, huyu amtapeli. Nakumbuka kuna siku moja nyuma huko alinipigia bwana mmoja, ni hivyo hivyo, ananambia, sasa Sheikh Haji, mimi nakufuatilia, nakupenda sana hivi na hivi. Anazungumza Kiarabu, anazungumza aya, hadithi, anazungumza lugha ya Kiarabu kwa ufasaha. Inaonekana amehifadhi maneno na sentensi hivi za Kiarabu na aya zake za kuibia. Yule bwana aliponipigia akaniambia, mimi nakufuatilia, na kweli ananifuatilia kwa sababu alikuwa akinitajia vile vitu au yale mambo ambayo mimi nilishazungumza. Ananiambia, kuna clip yako fulani, kuna mada fulani uliitoa, uko hivi, hongera na hivi na hivi. Lakini kumbe mwishoni akaja akaniambia, mimi nina safari ya kwenda nyumbani Burundi, niko hapa Tanzania nimekwama, uniazime 200,000. Nikifika tu Burundi, nikifika tu basi hizo pesa zipo Burundi. Angalia huyu mtu alivyojikanyaga. Ananiambia, nikifika tu Burundi na kutumia Haji. Sasa kama pesa ipo Burundi, wewe umekwama na 200,000 kwa ajili ya kusafiri kwenda Burundi, kwa nini kama pesa ipo Burundi usitumiwe? Mimi nikawa najiuliza, lakini kwa mara ya kwanza sikumuuliza. Nikamwacha, nikamwambia sawa inshallah, subiri. Nikatafakari. Jioni akaja akanipigia tena simu, maana mara ya kwanza alinipigia asubuhi. Jioni aliponipigia simu akanieleza hivyo hivyo kwamba mnanitumia muda gani. Nikamwambia hiyo haiwezekani. Ikiwa pesa iko Burundi, basi waambie wakutumie ili usafiri uitumie. Mimi kwangu hiyo haiwezekani kwa sababu nimeingiwa na mashaka kwa kweli, kwamba ni kuazime hiyo pesa utanirejeshea, nimeingiwa na mashaka kweli. Kwa hiyo pesa mimi sina. Nilipomwambia tu hivyo akaanza kunishambulia kwa matusi. Yaani hivi sasa mashekhe wanatakiwa wawe makini sana. Matapeli wanatapeli kupitia wao hivi sasa, kupitia dini wanafanya utapeli watu. Mwenyezi Mungu atusaidie.